matatizo kwenye kanisa. Yaani ukiona kwenye kwaya mnagombana, kwenye kwaya imekaa vibaya, ujue wako watu wenye tabia za kimwili wamejaa humo. Na tumesoma sifa zao. Tumesema wana nini? Wana fitina. Wana nini kingine? Wazushi. Wana nini kingine? Mafisadi. Wako hivyo. Wengine wachawi kabisa, wamejificha humo humo. Wengine wagomvi, wana wivu, wana hasira zisizo na sababu za msingi. Watu wenye tabia za nini? Za mwilini. Hao ndio wanaleta shida kanisani. Wanaleta shida kanisani. Hao. Sasa jikategorize mwenye. Najua huko kwenye asili. Kwa sababu mambo ya kiroho si unafuatilia kidogo. Si unafuatilia? Si ndio? Huko kwenye asili, huko kwenye wa mwilini. Ni bora ungekuwa wa asili, maana hata kanisani tusingekuona. Kwa hiyo usingetusumbua. Ni bora hata ningekuwa wa asili, maana kanisani msingeniona, nisingeleta shida, nisingewasumbua. Bwana asifiwe. Sasa mtu wa rohoni, nimefupisha tu, mtu asili yuko namna hiyo. Na wao ndo wanotusumbua kanisani. Inawezekana hata mimi ninayesema nina hizo tabia za roho za kimwili. Kwa na mimi najisema mwenyewe pia. Sasa watu wenye tabia za kimwili ndio wanaoleta shida kanisani. Matatizo mengi yanasababishwa na watu wenye tabia za kimwili. Wakorintho wa pili hiyo. Wakorintho wa pili hiyo ni wa kwanza sura ya 3. Ukizungumza watu wanasema, Paulo alikuwa anaandikia watu wa Korintho waraka, barua, anasema sura ya kwanza, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Bwana asifiwe. Habari nzuri ni kwamba kumbe wewe ni mtoto katika Kristo. Kinachosumbua nini? Tabia za kimwili. Bwana asifiwe. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula kigumu, kwa kuwa mlikuwa mkiwezi. Naam, hata sasa hamkiwezi. Anawaambia watu wa Korintho kwamba hawezi akawapa mafundisho magumu kwa sababu bado mioyo yao haiko tayari kufanya nini? Kuyapokea. Anasema kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda, fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini nyinyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Bwana asifiwe. Paulo akiwa anawaonya watu wa kanisa la Korintho kwamba kuna watu sehemu kubwa nyinyi mna tabia za kimwili, na ndio maana kwenu ugomvi hafanyi nini? Hauishi. Fitina, husuda, wivu, kusengenyana kumejaa kwenye kanisa lenu. Hampaswi kuwa hivyo. Paulo anasema mtu mwenye tabia ya mwilini huyo. Twende kwa mtu mwenye tabia ya kiroho, mtu wa kiroho. Mtu wa kiroho. Twende wa Galatia 5. Anzia ule mstari wa 22. Samahani, mafua yananisumbua kidogo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi, na juu ya hayo mambo hakuna sheria.
anaendelea kusema kwamba 24, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. 25, Wagalatia 5:25, tukiishi kwa roho na tuenende kwa nini? Bwana asifiwe. Tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Yaani unajisifu, sisi wa Sabato, sisi wa Sabato, sisi wa Sabato, sisi tunajua neno, huku tunafanya nini? Kiswahili sijeke. Kuhusudiana, ni kuoneana wivu, ni kuumana, kusengenyana. Tuongeze, tusijisifu bure huku tunasengenyana, tunatukanana, tunasingiziana mambo. Paulo anasema sasa, nimesema ni wakati wa kufanya nini? Wa kukua. Ni wakati wa kwa imani Musa alipokuwa, pigia mstari, Musa alipokuwa mtu mzima pale, alizikataa tabia za Kimisri, alizikataa tabia za kimwili, akasema mimi siwezi kuwa mtu wa kimwili. Kinachotusumbua kanisa leo, kanisa leo lina kwashako ya kiroho. Bwana asifiwe. Kanisa leo lina kwashako ya kiroho. Washiriki tuna kwashako ya wengi tu, tuna kwashako ya kiroho. Simtaji mtu, msije mkaenda mkasema uko huyu anajidai mkamilifu sana, kwashako ya kiroho. Sasa ushauri upo pale. Waefeso 4:15 wanasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua. Umefika kwenye fungu hilo? Waefeso 4:15, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua. Pigia neno kukua. Hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, ambaye ni nani? Kukua kiroho. Ni wakati wa kukua. Petro wa kwanza 2:2 anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukukulia wokovu. Pigia mseo, kukukulia wokovu. Petro wa pili 3:18 anasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu na yeye sasa hata milele. Lakini kuweni katika neema. Ni wakati wa kukua. Ndio changamoto kubwa ya leo, kanisa lina udumavu wa kiroho, kwa shako ya kiroho. Watu tumedumaa kiroho. Udumavu wa kiroho unalisumbua kanisa leo. Na hicho kitu Ellen G. White alikiona. Ellen G. White alikiona hicho kitu katika kitabu chake kinaitwa The Upward Look, kutazama juu. Kimewahi kutoka? Mmewahi kukiona kutazama juu? Katika kitabu cha Ellen G. White kinachoitwa